Abu Jadawi Online TV, AJ Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala habibina al-Mustafa ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ndugu zangu kina baba kadhalika kina mama, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad pamoja na ahli zake na sahaba wake kwa ujumla. Amina. Baada ya shukrani zangu za awali, nizirejeshe tena kwa mara nyingine shukrani zangu za dhati kwa Allah Jalla Jalalu kwa kutuwafikia na kutuazima pumzi tukaweza kuidiriki siku hii ya leo. Ninaamini kwa dhati ya moyo wangu huu si ujanja wetu na wala si nguvu zetu, bali ni utashi wake yeye mwenyewe Allah Tabaraka wa Taala. Kwetu sisi ni fahari kubwa na ni neema kubwa, na tunao wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala japo kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Tumekutana kama ilivyo ada yetu. Huwa tunakutana kwa ajili ya dua za majmuu kwa wiki mara 3. Kila siku ya Ijumaa jioni na kila siku ya Jumamosi jioni na Jumapili asubuhi kama ya leo. Na hizi dua za majmuu, dua za pamoja, ni dua ambazo huchangii gharama. Lakini pia hata dawa ikitolewa hutolewa bure. Kwa sababu wakati mwingine kazi ya tiba ni kazi ya wito. Unafanya sehemu ya dini na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukuandikia thawabu. Lakini kituo hiki tunazo dua kubwa kubwa. Kuna dua ndogo, kuna dua za wastani na kuna dua kubwa. Na siku zote nimekuwa nikieleza na kuwajuza wale ambao hawaamini kwamba kuna dua kubwa. Nimekuwa nikiwajuza kwamba dua kubwa zipo. Ndio maana siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akielezea zile hali anazozitumia pindi anapotaka kuwajibu waja wake, Mtume aliwahi kuwaambia masahaba ya kwamba mwanadamu anaweza akaomba dua, wa imma an yasrifa minhu min as-su'i mithlaha, anaweza akamjibu kwa kumuondolea mabalaa yanayolingana na ukubwa wa dua aliyoiomba. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema hivyo, masahaba wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, idhan nukthira ya Rasulullah, kama Mwenyezi Mungu anaondosha mabalaa kulingana na ukubwa wa dua, basi tufanye wingi wa kumuomba Allah. Masahaba waliposema hivyo, Mtume akawaambia, fallahu akthar, nyinyi mkizidisha na Mwenyezi Mungu anazidisha. Kwa hiyo zipo dua kubwa kubwa, na dua kubwa kubwa huondosha mabalaa makubwa.
kama umesibiwa na maradhi mazito yanaondolewa kwa dua kubwa. Kama unalo balaa zito ambalo limeshuka katika milango yako ya mali, huwa linaondoshwa kwa dua kubwa. Na kama una balaa zito ambalo limeshuka katika milango yako ya biashara, basi unatakiwa ufahamu balaa zito hilo huondoshwa na dua kubwa. Na ndivyo ilivyo katika mlango wa mahusiano, mlango wa ndoa, mlango wa kazi na mambo mengine yanayotaalaki na maisha. Usikubali kupitwa na dua kubwa zinazoombwa katika kituo hiki. Mbele yetu tuna dua inayoitwa duau kisisin. Dua hii itaambatana na operation maalumu inayoitwa operation ya ungo wa kisisina. Ni matukio mawili ambayo yanakwenda kufanyika tarehe 18 ya mwezi huu wa 5 mwaka huu wa 2025. Itakuwa ni siku ya Jumapili kama ya leo, na siku hiyo watu wanatakiwa waanze kufika mapema, kwa sababu zoezi kwa ukamilifu wake linakwenda kukoma saa 7 kamili. Lakini dua hii ya kisisina itakayoambatana na operation ya ungo wa kisisina ina maandalizi yake. Sehemu ya maandalizi yake ni kupata kifaa maalumu ambacho kimeandikwa kwenye white paper. Lazima uwe nacho kifaa hicho. Na tayari tumekushaanza kukigawa bure. Hii tunaenda ni wiki ya pili sasa, tunakigawa bure. Kifaa hicho unatakiwa uwe nacho, na leo insha Allah kwa wale ambao hawajapata tutakigawa, tusemeni insha Allah. Tusemeni tena insha Allah. Dua hii ya kisisina pamoja na operation ya ungo wa kisisina itaambatana na uzinduzi wa dawa mbili. Yatazinduliwa mafuta yanayoitwa kisisina oili, lakini pia tutaambatanisha na dawa inayoitwa the strength of lion, nguvu ya simba au uimara wa simba. Dawa hizi nimezielezea sana redioni. Kwa kuwa tuna jambo la kufanya leo, sina muda wa kuelezea yale mafuta ya kisisina na hii dawa ya nguvu ya simba inafanya kazi gani. Dawa ya nguvu ya simba inawahusu kina baba, lakini vile vile inawahusu kina mama. Lakini napenda nichukue fursa kukujulisheni ya kwamba baada ya tukio la tarehe 18 la mwezi huu wa 5 mwaka huu wa 2025, tutakuwa tuna dua inayotokana na barua ya Mtume Muhammad. Mtume Muhammad nisingependa mtu akose katika dua hii, kwa sababu dua hii itasaidia miili yenu, lakini pia itasaidia majumba yenu, lakini pia itakusaidieni katika maeneo yenu ya biashara. Unajua kwa nini? Kwa sababu barua ya Mtume tutaigawa bure, na kila mmoja ataelekezwa hii barua afanye nini ili iweze kufanya operation kwenye nyumba yake, afanye nini ili iweze kufanya operation katika eneo lake la biashara, lakini anatakiwa afanye nini ili barua hii iweze kufanya operation kwenye mwili wake. Lau tungetaka barua hii kuiuza kwa thamani na uzito ilionao, kila mmoja angeweza kuchangia 50,050 kwa uzito ilionao barua hii. Lakini insha Allah tutaigawa bure. Kama kawaida yetu, hatuwezi kukupa jambo, hatuwezi kukufanyia jambo mpaka tukuelimishe. Kwani tunapokuelimisha unajenga iman, unajenga yakini, unakuwa na uhakika na lile unalokwenda kulifanya. Barua ya Mtume ni kitu gani? Kuna sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anayefahamika kwa jina la
Abi Ayyub al-Ansari. Ni sahaba maarufu sana hii. Huyu ni sahaba maarufu. Na kisa chake amekhariji Imamu al-Baihaqi katika kitabu kinachoitwa Ad-Dalailu. Lakini pia kisa hiki amekieleza Imamu Qurtubi katika kitabu kinachoitwa At-Tadhkira. Na hii ni hadithi inayopokelewa kutoka kwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anayeitwa Abi Dujana. Ni kisa kinachomuhusu Abu Dujana. Huyu ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Dujana anahadithia, anasema shakautu ila nabii sallallahu alaihi wasallam, niliwahi kwenda kushtakia kwa Mtume, anni nimtu fi firashi, nikamwambia Mtume, ya Rasulullah, usiku wa kuamkia leo mimi nilikuwa nimelala kitandani kwangu. Nyakati za usiku, majira ya saa 7 saa 8 hivi, fasami'tu sariran kasariri raha, tahamaki ghafla nikawa nasikia mlio kama vile watu wanatuanga mahindi kwenye kinu. Imagine wewe ndio umelala nyumbani kwako, inafika saa 7 za usiku au saa 8 za usiku, unasikia sauti za watu wanatuanga. Ndivyo ilivyokuwa kwa sahaba huyo Abu Dujana. Anamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, idni nimtu fi firashi, mimi usiku wa leo nilipokuwa nimelala kitandani kwangu, sami'tu sariran kasariri raha, nikasikia mlio kana kwamba watu wanatuanga. Wadawiyan kadawiyin nahli, lakini nikawa nasikia mvumo kama vile nyuki wanapokuwa kwenye mzinga. Kwa wale wanaoishi Tabora, wanapotembelea kule porini kwenye mizinga ya nyuki, namna nyuki wanavyolia, ndivyo ambavyo sahaba huyu alikuwa anasikia. Tena anasema walam'an kalam'il barqi, nikitazama hivi nikawa naona mmemetuko, mfano wa mmemetuko wa radi, kama vile radi inavyomeka, ndivyo ambavyo alivyokuwa akiona. Sahaba huyu anahadithia, anasema farafa'atu ra'si, pale pale nikanyanyua kichwa changu kutazama juu ya dari. Hapa nakutakeni muwe makini, kwa sababu maelekezo ndio yanayokufikisha kwenye lengo. Lakini ukikaa hapa ukawa unasinzia au unahangaika na mtoto au unachati kwa message, huwezi kujua maelekezo. Sasa sahaba huyu anasema farafa'atu ra'si, nikanyanyua kichwa changu kutazama juu, fa idha ana bi dhillin aswadi ya'alu fi sahani dari, tahamaki ghafla nikaona kivuli cheusi kimekaa juu ya dari ya nyumba yangu. Kama mimi na wewe, haja ndogo na haja kubwa basi vitakuwa vinagongana, lakini maswahaba walikuwa wana ujasiri kwa sababu walikuwa wana imani. Kwa hiyo ametazama juu ya dari, anaona kivuli cheusi kimekaa pale. Akanyanyuka taratibu yule sahaba, akenda mpaka mahala ambapo palipo kivuli kile. Anasema famasastu jildahu, nikapeleka mkono wangu nikashika ngozi ya yule mnyama yule. Wewe usingeweza kushika wewe. Kwanza ndio ungetafuta kona ya kitanda chako ukalala, ukawa ni muoga hata wa kutikisa kiungo chako cha mwili, namna tulivyowaoga. Lakini sahaba anasema nilinyanyuka nikaenda mpaka mahala ambapo kivuli hicho kipo. Anasema famasastu jildahu, kapeleka mkono wangu nikashika ile ngozi ya yule mnyama yule. Fa idha huwa kajildi qunfudhi, tahamaki ghafla ile ngozi nikaikuta inafanana na ngozi ya kalungu yeye, au ngozi ya nungunungu, ni ngozi yenye miba hivi. Sasa anasema farama fi wajihi mithlu shararin nari, yule mnyama akanirushia usoni mwangu mfano wa cheche za moto. Yani alipomshika hivi kama vile ilipiga shoti vile, akarushiwa usoni mfano wa cheche za moto.
Sasa kisa hiki Abu Dujana anamuhadithia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipofika tu kwenye pointi hii, farama fi wajhi mithlu shararin nari, yule mnyama akanirushia usoni kwangu mfano wa cheche za moto. Alipofika mahala pale, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, tilka amilu darika ya Abu Dujana. Akamwambia, dhalika amiru darika ya Abu Dujana, huyo uliyemuona ni jini wa kichawi aliyeweka kambi kwenye nyumba yako. Wapo majini wa kichawi ambao wanaweka kambi kwenye majumba yetu. Riziki inakuwa ngumu kwa sababu majini wa kichawi wameweka kambi kwenye majumba yetu. Lakini mume na mke inakuwa ni baitur rahili wan nizai wal firaqi, ni kugombana kila siku, ni kuzozana kila siku, ni kutishiana talaka kila siku, kwa sababu majini wa kichawi wameweka kambi kwenye majumba yetu. Lakini wakati mwingine watu wanaoishi kwenye nyumba hiyo hawaishi kuugua. Akitoka mtu fulani anaugua mtu mwingine. Yaani kitoka baba anaugua mama, katoka mama anaanza mtoto wa kwanza mpaka wa mwisho. Kimalizika inaanza zamu ya baba tena. Kumbe kuna majini wa kichawi wameweka kambi kwenye majumba yenu. Dar es Salaam mwaka wa 91 hivi au 92, mimi niliwahi kupanga kwenye nyumba moja Buguruni Malapa. Lakini nyumba ile ilikuwa inaogopwa. Watu walikuwa hawapangi katika nyumba ile. Kwa nini? Kwa sababu baba mwenye nyumba ile alipokuwa anaishi na mkewe na wanae, kila mwaka ilikuwa lazima afishe mtoto kila mwaka. Na alikuwa anaelezwa kwamba kwenye nyumba hii kuna jini wa kichawi na ndiye anayekula watoto hao. Yule mzee baada ya kuona amefisha watoto wengi na ameleta wataalamu wengi kwa ajili ya kuishughulikia nyumba imeshindikana, alihama akahamia Kunduchi. Sasa wakati ule sisi tunasoma Markaz cha Ng'ombe pale. Tumetafuta sehemu ya kuishi, dalali akatupeleka kwenye nyumba ile. Sisi tukasema nyumba si ndio hii. Tukalipa pesa. Tumelipa pesa, tumeanza kuishi, si majirani wakawa wanatushangaa. Hivi nyinyi mmewezaje kukaa kwenye nyumba hiyo? Si ni nyumba ya kawaida tu. Tukawaambia, akasema hapana, mwenye nyumba hii kakimbia. Katika nyumba hii kuna jini mkubwa wa kichawi ambaye lazima kila mwaka atoe nafsi ya mtu. Sasa nyinyi mnajiamini vipi? Paka mwenye nyumba kakimbia. Nyinyi mnajiamini vipi? Sisi wakati ule tuna imani kweli kweli kwamba ukilala umeisoma Qur'ani, umepiga tayyiba al-asma, umepiga wasilati shafi, unaamini kwamba hakuna jini yoyote wa kichawi anaweza kukuchezea. Si tukakaidi amri hiyo, tukasema tunaishi. Na kumbe yule mzee naye anafurahi, anaona sisi tunaoishi pale ni wasomi wa Qur'ani, huende ikawa ni nusura ya nyumba yake, anafurahi kweli kweli. Na cha ajabu ilikuwa ikimalizika mwaka anatakiwa kuja kudai kodi, akawa haji kuchukua ile kodi. Ikawa sisi tunakaa bure. Lakini ule mwaka wa kwanza tu ambao sisi tunakaa umemalizika, akachukuliwa mzee mmoja anaitwa Mzee Joni. Huyu alikuwa ni Msambao. Kafa. Maana yake naye alikuwa ni mpangaji pale. Tukatazamana na mwenzangu, tunafanya nini sasa? Tukimbie? Sema wakati ule sisi ni wanafunzi, hatuna uwezo tena kwenda kupanga sehemu nyingine, na pale tumeona ni mteremko. Msiba umefanyika, yule mzee kasafirishwa kupelekwa kwao Tanga, sisi tumeendelea kuishi pale. Miaka inazidi kwenda, yule mzee siku moja akatufuata, kaambia jamani, kwa kweli nyinyi ni wataalamu. Mmeweza kukaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, wa nne. Maana baada ya kufariki yule mzee ulipita mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa nne, hakuna nafsi inayotolewa pale. Yule mzee akawa anaamini kwamba sisi tumeitengeneza ile nyumba ile. Akatuambia, chagueni katika mambo mawili, ni kufanyieni moja, mnataka nini nyinyi? Ima niwapeni kiwanja Kunduchi au niwape 100,000. Na wakati ule 100,000 ni nyingi. Kunduchi wakati huo sisi tunaona porini
Kiwanja cha nini? Tunasema tupe pesa sisi. Tukapewa 100,000. Mpaka leo huwa najilaumu mimi. Mimi ningekuwa na mjengo Kunduchi Bichi kule. Mpaka leo mimi najilaumu. Lakini mahalu shahidi, sababu ya kukileta kisa hiki, haya majumba haya hayako salama. Mnaweza mkajiona nyinyi mko salama kwenye majumba yenu, kumbe hamko salama. Na si lazima hawa mashaitani wa kijini, mashaitani wa kichawi waue kila mwaka, si lazima. Yanaweza yakatokea matatizo mengine mbadala. Na juzi nilizungumza matatizo mengi yanayowasibu wanadamu, vyanzo vyao ni kuanzia wapi? Ni kuanzia kwenye majumba. Ndio sababu tunaamua kuileta dua hii inayotokana na barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii barua tutaitoa bure, tutakupeni maelekezo namna itakavyofanya operation kwenye majumba yenu, katika maeneo yenu ya biashara na katika miili yenu. Lililokubwa kwetu sisi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala azidi kutuengaenga na kutuazima pumzi ili tuweze kuyadiriki mambo yote mazuri haya. Tusemeni insha Allah. Tusemeni tena insha Allah. Sasa Mtume akamwambia sahaba wake Aba Dujana, akamwambia dhalika amiru darika ya Aba Dujana, huyo uliyemuona anatoa mlio kama mtu anatuanga, anaunguruma mfano wa nyuki wanapokuwa kwenye mzinga, huyo ni jini wa kichawi aliyeweka kambi kwenye nyumba yako. Na si lazima awe jini wa kichawi. Kwenye majumba yetu wanawekwa mpaka misukule. Wapo misukule wanawekwa kwenye majumba yetu. Unapika chakula kingi cha kutosha familia nzima, mnaweka pale, mnakula, kile chakula kinaisha, ongezeni tena, kinaongezwa, mnakula, kinaisha, ongezeni tena. Nyie mnaanza kujisifia chakula cha leo kitamu, kumbe mnakula na misukule, nyinyi hamuwaoni. Kitanda ni futi 6 kwa 6. Watoto wanalala pengine 3. Usiku wanalalamika, wanabanana, wanabanwa, kumbe hawalali peke yao, wanalala na misukule. Lakini nyinyi mnalala mmezima taa, ghafla nyakati za usiku taa zinawashwa, mnaanza kuulizana, fulani ulinyanyuka wewe kawasha taa? Hapana. Nyakati za usiku kule jikoni mnasikia vyombo vinagongana. Hakuna panya, hakuna paka. Nani anayevigonga vyombo vile? Mmewasha mmezima TV, nyakati za usiku TV imewashwa. Friji imezimwa, nyakati za usiku friji imewashwa. Kumbe kuna misukule imewekwa ndani ya nyumba, inafanya harakati bila nyinyi wenyewe kujua. Sasa hii barua ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inakwenda kusafisha mambo yote hayo kwenye majumba yenu, katika maeneo yenu ya biashara, na mpaka katika miili yenu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumwambia huyo ni jini aliyeweka kambi kwenye nyumba yako, akamuomba Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha alete wino na karatasi ya kuandikia. Sayyidina Ali akaleta wino. Mtume akamwamrisha Sayyidina Ali aandike, na hiki kilichoandikwa ndiyo barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anaandika kuwaandikia wale mashaitani wa kijini walioweka kambi kwenye nyumba ya sahaba wake Abu Dujana. Barua hii Mtume alikuwa anaiandika kuwaandikia wachawi. Barua hii alikuwa akiwaandikia misukule waliowekwa na wachawi kwenye majumba. Akamwambia Saidina Ali, andika barua hii. Na barua yenyewe inasema Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Hadha kitabu min Muhammadi rasulu rabbil alamin. Barua hii inatoka kwa Muhammadi, mtume wa Mwenyezi Mungu, mlezi wa walimwengu wote. Ila man taraka dara, inakwenda kwa adui aliyeivamia nyumba.
minal umari, miongoni mwa wale majini wa kichawi wanaoweka kambi kwenye majumba ya watu, wazuwar, na wale majini wanaowatembelea majumba kwa uadui, illa tariqu yatruku bi khair, isipokuwa barua hii haitomuhusu jini anayepita kwa khairi. Kwa sababu katika majumba yetu kuna majini ambao wanapita kwa khairi, labda wamesikia mtu anasoma Qur'ani na wao wanakwenda kushiriki, pana dua inafanyika na wao wanakwenda kushiriki, pana dhikri inaletwa na wao wanakwenda kushiriki. Sasa mtume akavua akasema illa tariqun yatruku bi khair, isipokuwa jini mwenye kupita kwa khairi, barua hii haitomhusu. Kisha mtume akamwambia Saidina Ali, andika amma ba'du, kama inavyoandikwa tu barua ya kawaida, ama baada ya salamu, si ndivyo akamwambia andika amma ba'du fa inna lana wa lakum fil haqqi sa'a, hakika sisi majini, hakika sisi binadamu na nyinyi majini, kuna saa maalumu tutakuja kukutana. Na hiyo saa maalumu ni saa gani? Ni siku ya kiyama. Sasa mtume anawapa nasaha, anawaambia fa inna lana wa lakum fil haqqi sa'a, hakika sisi na nyinyi tunayo saa maalumu, Mwenyezi Mungu atatukutanisha. Fa in taku ashika, wewe jini uliyekaa humo, kama ni jini ashiki, au mulian, au kama ni jini mulia, au fajiran, au kama ni jini fajira mwenye sifa ya uovu, au muktahiman, au kama ni jini muktahiman, au ra'iyan au mubtila, fahadha kitabullah, basi hiki ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yantiqu alaina wa alaikum bilhaqi, kinatamka juu yetu sisi binadamu na juu yenu nyinyi majini kwa haki. Barua hii ni ndefu, lakini mtume aliendelea kumwambia Saidina Ali aiandike mpaka akafikia akamwambia andika hivi, utruku sahiba hadha alkitabu, muacheni mwenye barua hii, wantaliqu ila ubadati alasnami, na muende mkawavae wale wanaoabudia masanamu, wa ila man yaz'um, na mumvae yule mtu ambaye anadai anna ma'a Allahi ilahan akhar, kwamba kuna Mungu mwingine mwenye haki ya kuabudiwa pamoja na Mwenyezi Mungu mmoja. Nendeni mkamvae huyo. La ilaha illa huwa, hapana mola mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa yeye Allah. Kullu shay'in haliki, kila kitu kitaangamia, illa wajhahu, isipokuwa dhati yake Allah. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hukumu na kwake yeye mtarejeshwa. Ni barua ndefu hii, na ndio maana tunasema ni dua maalumu. Hii barua itaandikwa na kila mmoja atagawiwa. Wapo watakaogawiwa wakaweke kwenye majumba yao kwa maelekezo maalum, na kuna wengine watagawiwa wakaweke katika maeneo yao ya biashara. Kuna wengine wataelekezwa barua hii namna gani wakae nayo ili iweze kufanya operation katika miili yao. Sasa Saidina Ali alipokamilisha kuiandika barua hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa yule sahaba ambaye nyumba yake imevamiwa na majini wa kichawi. Sahaba huyu anasema fa akhadhtu alkitaba, nikaichukua ile barua, fa adrajtuhu wa hamaltuhu ila dari, nikaibeba nikaenda nayo mpaka nyumbani kwangu. Waja'altuhu tahta ra'si, nilipofika nyumbani kwangu nikaiweka chini ya mto ninaolalia. Sawa sawa Ikawa sasa usiku ule ameilalia barua ile. Sawa sawa Tunapokupa barua hii ya mtume tukakwambia kalalie, huu sio ushirikina, ni jambo ambalo kafanya nani? Kaagiza mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyike. Na nimekutajieni kwamba hadithi hii ameikhariji Imamu Baihaqi, ni miongoni mwa wanawachuoni wa hadithi, katika kitabu kinachoitwa Ad-Dalailu. Lakini kisa hiki ama hadithi hii ameipokea Imamu Qurtubi katika kitabu kinachoitwa At-Tadhkira. Wote hawa wameeleza hadithi hii kutoka kwa Abi Dujana, sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sahaba huyu anasema nikaichukua barua hiyo nikaenda nayo nyumbani kwangu. Ulipofika usiku nikaiweka chini ya mto ninaolalia, nikawa nalalia.
Sahaba huyu anasema fanimtu lailati, ule usiku wangu ule nilala usiku wa fofofo. Yani usiku ule anasema nilala usingizi wa fofofo. Faman tabahatu illa min sarikhi yasrukh, kilichoniamsha mimi ni baada ya kusikia kelele. Nimesikia kuna mtu anapiga kelele, ndio kilichomwamsha. Kwanza alilala usingizi wa kutulia, usingizi mnono, usingizi mzuri. Kinachomwamsha ni kelele. Tena kelele hizo zinaambatana na maneno, kama mtu analia huku anazungumza maneno. Maneno aliyokuwa anazungumza alikuwa anasema ya Abadujana, ewe Abadujana wewe, ahraktana bihadhihi alkalimati, umetuunguza, umetuangamiza kwa hayo maneno uliyoyalalia hayo. Fabihaqqi sahibika, ninaapa kwa haki ya sahiba wako aliyokuandikia barua hiyo. Irfa anna hadhihi, tunakuomba utuondolee hiyo barua, tuondolee. Fala najata lana illa ma rafa'ta anna hadha alkitab, sisi hatuwezi kunusurika, hatuwezi kuokoka, sisi ni watu wa kuangamia tu. Nusura yetu sisi ni wewe kutuondolea barua hiyo. Fala auda lana fi darika, tunakuahidi ukiondoa hiyo barua hatutorudi tena kwenye nyumba yako, wala fi dari jarika, wala kwenye nyumba ya jirani yako, wala fi maudhu'i yakunu fihi hadha alkitab, wala sisi hatuwezi kuingia mahala ambapo pamewekwa barua hiyo. Wanalia huku wanaomba msamaha, huku wanazungumza maneno haya. Abu Dujana akawaambia wallahi la arfa'ahu hatta asta'adhina Rasulullah, ninamuapa Mwenyezi Mungu siwezi kuiondosha barua hii mpaka nikamuombe ruhusa kesho Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu barua hii sikuiweka kwa utashi wangu mimi, nimeiweka kwa maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Dujana anasema falaqad talat alayya lailati, usiku wangu huo ulikuwa ni mrefu sana. Ukisikia usiku mwaka ndio ule wa Abu Dujana. Anasema huo usiku kwangu mimi ulikuwa ni mrefu sana. Mimma sami'tu min anini wa surahihim wa bukaihim, kutokana na kile nilichokuwa nikikisikia miongoni mwa kelele zao za vilio, kule kutonga kwao. Sasa ilimfanya aone usiku ni mrefu sana. Pamekucha asubuhi, anasema fasallaitu subha ma'a an-nabii sallallahu alaihi wasallam, nikaenda kuswali asubuhi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilipomalizika swala ya asubuhi, nikamuelezea Mtume kile kilichotokea. Unajua Mtume alimwambia nini Abu Dujana? Alimwambia irfa anil qaumi, nenda kawaondolee hao mabwana hiyo barua hiyo, nenda kawaondolee. Fa walladhi ba'athani bilhaqqi nabiyya, ninamuapa Mwenyezi Mungu ambaye amenituma mimi kuwa mtume wa haki, innahum la yajiduna alama al'adhabi ila yaumil qiyama, hata ukiwaondolea hiyo barua wataendelea kuadhibiwa mpaka siku ya kiyama. Yani madhali waliingia tu kwenye hiyo nyumba ambayo kumewekwa barua, basi adhabu hiyo wataendelea kuipata mpaka siku ya kiyama. Halafu leo unadhani ni barua ya mchezo hii? Hii barua si ya mchezo. Na ndio maana kabla ya sisi kukufanyia jambo lolote, kwanza tunakupa maelekezo ili uwe na imani, uwe na yakini, na imani itakusaidia, yakini itakusaidia ili uweze kufanikiwa. Sasa miongoni mwa maajabu ya barua hii, kwa nini hawa majini wa kichawi walisema hawaingii kwenye nyumba ambayo imewekwa barua, wala hawaingii kwenye nyumba ambayo jirani yake kaweka barua ile? Kwa sababu barua hii ina mfano wa kitu kama sumaku. Ina uwezo wa kumzuia mbaya nyumba 40 upande wa kulia, na nyumba 40 upande wa kushoto, nyumba 40 mbele, nyumba 40 nyuma, kule juu mita kadhaa na chini kadhalika. Kwa hiyo inapokuwa mahala, yani wewe unakuwa umejilinda na adui maili kadhaa. Ndio maana wanasema hatuingii kwenye nyumba ambayo ndani yake kuna barua hii, wala kwenye nyumba ya jirani sisi hatuingii. Barua imewekwa kwenye nyumba ya mtu mwingine, kwa nini hawafiki kwenye nyumba ya jirani?
kwa sababu ina uwezo wa kumshambulia adui kabla ya kufika katika nyumba yako. Ndipo Abu Dujana akaamua sasa kwenda kuitoa ile barua. Natoka siku ile nyumba yake haikusogelewa, akaishi katika hali ya amani, kama ambavyo mimi ninataraji kila atakayeshiriki katika operation hii anakwenda kuishi maisha ya amani biidhnillah tabaraka wa taala. Tusemeni insha Allah. Tusemeni tena insha Allah. Lakini dua hii itatanguliwa na operation maalum. Tumeahidi dua zetu kubwa zitakuwa zinatanguliwa na operation mpaka tutakapofika kipindi cha dua ya Ahlul Badri kwenye mwezi wa 10 huko. Lakini kila dua tutakayokuwa tunaifanya itakuwa inatanguliwa na operation maalum. Dua inayotokana na barua ya Mtume itatanguliwa na operation inayoendeshwa na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema kullama awqadu naran lilharbi atfa'aha Allah. Maadui kila walipowasha moto kwa ajili ya vita, Mwenyezi Mungu aliuzima ule moto. Mwenyezi Mungu anasema kullama awqadu naran lilharbi atfa'aha Allah. Maadui kila walipowasha moto kwa ajili ya vita, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliupoza ule moto wa vita. Hii aya ndiyo itakayo tuendeshea operation. Kullama awqadu naran lilharbi atfa'aha Allah. Maadui kila walipowasha moto kwa ajili ya vita, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliuzima ule moto. Aya hii ndiyo itakayo tuongozea operation. Itaandikwa aya hii kwa idadi maalum tulisema, kwa wino unaotokana na zaafarani na maji wardi pamoja na miski. Aya hii itaandikwa. Itakapoandikwa itatiwa kwenye maji. Hili litakuwa ni kombe sasa. Kila mmoja atagawiwa kombe hili. Na atatakiwa kuja na mnyaa, na tulieleza mnyaa unafanya kazi kubwa ya kubatilisha uchawi. Mnyaa unafanya kazi kubwa ya kufukuza mashaitani. Mnyaa unafanya kazi kubwa ya kuondosha hasadi pamoja na vijicho. Mnyaa ukitumika vizuri unaweza kutia nuru mwili wako na kurejesha mvuto. Mnyaa ukitumika vizuri unaweza ukafungua mafundo ya kichawi. Sasa kombe umekushalipata lile, tafadhali unakuja na mnyaa hapa. Ukishakuja na mnyaa, wakati dua inataka kuanza, ule mnyaa utaukalia kwa makalio yako, katikati ya makalio yako. Kisha tutanuizana. Utanuia kisha dua itasomwa. Baada ya dua kumalizika, utakwenda nyumbani na mnyaa wako pamoja na kombe lako, na kuna dawa tutakayo kupatia sisi. Dawa maalum. Ukifika nyumbani kabla ya kulala, andaa maji yanayotosha kuoga mwili mzima. Kila mmoja yeye anajua. Kama wewe waoga pipa zima, unajua kwamba mimi ni ili maji yatoshe ni pipa zima, wewe unajua. Kama ni beseni, kama ni ndoo, unajua ni kiasi gani cha maji. Kisha utatumbukiza ule mnyaa ndani ya yale maji. Utachukua ile dawa utaweka humo, utachukua na lile kombe utamimina humo. Utawasha moto wa mkaa. Kisha ule moto wa mkaa utauweka chini, wewe utasimama, uwe katikati ya mapaja ule moto ule. Upo chini, sio kwamba unauweka kwenye mapaja, unaweka chini, kisha wewe unasimama, unakuwa katikati ya yale mapaja. Na tayari umekushaweka maji yako ya kuoga pembeni. Kisha unasema, Mwenyezi Mungu, maadui kila wanapowasha moto kwa ajili ya vita, wewe unauzima, na mimi ninauzima moto wa maadui zangu. Uzimike kama vile utakavyozimika moto huu. Wachawi wamewasha moto wa vita kwa ajili ya kuiangamiza afya yangu, na uzima moto huo, na uzimike kama utakavyozimika moto huu. Wachawi wamewasha moto kwa ajili ya kuangamiza biashara yangu, ndoa yangu, kazi zangu. Mwenyezi Mungu, nina uzima kama vile utakavyozimika moto huu. Na Mwenyezi Mungu nakuomba
zima uadui huo kama ulivyouzima uadui wa maadui wa Waislamu, na Waislamu wakaibuka kuwa ni washindi. Unasema maneno haya, kisha unakoga kuanzia kichwani. Yale maji yaguse kwenye kichwa chako, yaguse mwili wako unaofuatia, kisha yaende yakadondokee kwenye ule mkaa wa moto. Ule mkaa wa moto uzimike kwa maji hayo, maji ambayo yana kombe. Kullama awqadu naran lilharbi atfa'aha Allah, maji ambayo yana dawa maalumu, lakini ni maji ambayo yamepita kwenye mwili wako kwa manuizi maalumu, yanakwenda kuzima ule moto. Basi Allah anakwenda kuuzima moto wa maadui zenu kama alivyouzima moto wa maadui wa Waislamu, na kama unavozimika ule moto uliouwasha. Na tukasema tutakwenda mfululizo wiki ngapi? Wiki 3. Tutachagua siku maalumu ya kuja na mnyaa kwa ajili ya kutoa lile kombe pamoja na dawa. Tutachagua kati ya Ijumaa na Jumamosi. Tutakwenda wiki 3 mfululizo. Baada ya wiki hizi 3 ndio tutasoma hii barua inayotokana na barua ya Mtume. Tutasoma hii dua inayotokana na barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wangapi wako tayari kushiriki katika operation hii? Mkono juu. Wengine hawajanyoosha. Tuakhirishe zoezi hili. Haya, tusemeni la ilaha illa Allah. Sasa ni jukumu lenu kusikiliza redio. Kama hausikilizi redio, ni jukumu lako kuja hapa Ijumaa jioni, Jumamosi jioni, ili uweze kupata ratiba kamili ya operation hii tutakayoianza baada ya operation ya dua ya kisisina na operation inayotokana na ungo wa nini? Ungo wa kisisina. Baada ya kuyasema hayo, mimi baada ya dua tu na kwenda kule msikitini kule. Kule msikitini kuna mapungufu sana. Hivi tunavyozungumza watu wanajisaidia makwao, kisha ndio wanakuja kuchukua udhu msikitini na kuswali. Hatuna vyoo. Tuliwapumzisha tu hapa baada ya kuona tukiitisha michango hamtaki kutoa. Tukaona hebu ngoja tuwapumzishe. Lakini nyinyi ndio mlioanzisha msikiti ule. Nakumbuka Ramadhani ya kwanza simlichangia 700,000 nyinyi. Tukasombesha mawe, tukasombesha mchanga, tukanunua simenti, tukapiga msingi. Nyinyi si ndio mlioanzisha? Wasabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Waliotangulia hao wametangulia katika khairi, ndio waliowekwa karibu mno na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale waliokuja baada ya nyinyi wanapata, lakini nyinyi mnapata zaidi kwa sababu ndio mlioasisi. Tunaelewana jamani? Lakini baada ya hapo lile jengo nyinyi mlilijenga kutoka kwenye msingi mpaka kwenye level ya linta, si ndivyo? Kwenye level ya linta na Hanamu tukapata mtu kutoka Omani akatusaidia. Ndio akapiga na mbao pale, akaezeka na akapiga na bati. Lakini nyinyi mlitangulia kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye level ya linta. Na hata hivyo mmeendelea kwenye lipu, mmechangia shimo la choo, mmechangia. Sasa tukamilisheni kheri hii. Kama wewe unaona huhitaji kheri, wewe mwenyewe binafsi unaona mimi sihitaji kheri, mtolee marehemu babako, mtolee marehemu mama yako, wazazi wako kama wako hai, una ndugu yako kipenzi, mtolee sadaka. Kama haujafiwa na ndugu, wewe una walimu wako, watolee. Hujafiwa na mzazi, hujafiwa na ndugu, basi una jirani yako, mtolee, au una rafiki yako. Lakini sidhani kama kuna mtu hajafiwa na mzazi, hajafiwa na ndugu, hajafiwa na mwalimu, wote hawa wanatuhusu. Kama wewe unaona mimi sihitaji thawabu, lakini wako ambao wametangulia mbele ya haki, hawawezi kujifanyia, wale wanafanyiwa, si ndivyo? Wewe ukishakuwa maiti unaweza kujifanyia? Huwezi kujifanyia. Kwa hiyo maiti anahitaji zaidi kuliko sisi tulio hai. Cha ajabu sisi tulio hai tunapupa na mahitajio kuliko wale waliokufa. Yaani mtu anapupa kweli, sijanywa chai, sija chakula mchana, sijala usiku. Huyo aliokufa nani anayemfanyia? Sikukuu imefika, nguo. Yule aliokufa anafanyiwa na nani? Hakuna anayemfanyia isipokuwa sisi tulio hai. Waliokufa wanahitaji zaidi kuliko sisi tulio hai. Sasa shika sadaka yako mkononi,
shika sadaka yako mkononi na mimi nitakusindikiza na hiyo sadaka kwa dua maalum. Na dua hii toka nimeanza mimi kule Nera, nikaja pale Yutan, nimekuja hapa sijawahi kuisoma. Yani ni dua ya kimaalumu sana, nitasindikiza. Sasa mimi ninahitaji nipate watu 10 ambao Mwenyezi Mungu amewapa wasaa. Elewa kwamba hiyo riziki si yako hiyo. Mwenyezi Mungu anaweza akaiondosha wakati wowote. Mtume anasema yaqulu ibn adama mali mali. Mwanadamu ana kawaida ya kusema mali zangu mali zangu. Wa hal min malika illa ma akaltahu fa afnaitahu wa ma labistahu fa ablaitahu wa ma qaddamtahu inda rabbika fa huwa inda Allah. Mali yako ni ile uliyokula ukaimaliza. Yani kama leo asubuhi umeamka umekunywa chai na chapati, hiyo ndo mali yako wewe. Umekula ukamaliza. Na mali yako ni ile ulioivaa ukaichakaza. Kama ni nguo umenunua ukatia kwenye kabati, labda umeivaa mara 2 mara 3 au mwezi mmoja, ile sio mali yako ile, pamoja na kwamba umeinunua kwa pesa zako na umeiweka kabatini. Hiyo sio yako hiyo. Wakati wowote unaweza ukafa ukaiacha. Nguo yako ni ile ambayo umeivaa ukaichakaza ikamalizika. Tena ikawa pengine inapigiwa deki. Hiyo ndio ya kwako hiyo. Na mali yako ni ile ulioitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Chakula ulichokula ukamaliza ukaenda chooni ndio chakwa, ndio mali yako. Nguo ulovaa ukaimaliza ndio mali yako, na ile uliotanguliza mbele ya Allah. Sasa chakula kadhia yake inamalizika hapa duniani. Nguo kadhia yake inamalizika hapa duniani. Lakini kile ulichompa Allah baada ya kufa wewe unakikuta. Sasa wewe mwenyewe utachagua. Kama pesa ni bora utakaa nayo, mimi sikulazimishi. Na mwanadamu akifa huwa anasindikizwa na vitu 3. 2 huwa vinarudi, kimoja kinabakia kule kaburini. Hivi 3 vinavyomsindikiza, anasindikizwa na watu wake, anasindikizwa na mali yake, anasindikizwa na amali yake. Akishazikwa kawekwa kwa mwenye mwanandani. Na mwanandani jamanini ni chumba kidogo sana. Kinatosha kulalia ubavu tu. Maiti analazwa ubavu wa kulia hivi. Hali ya kuwa paji lake la uso limegusa kwenye mchanga. Kaelekezwa kibla. Ubao unawekwa pale juu. Zinakuja tani 7 za mchanga juu. Sasa atalalia ubavu mpaka siku ya kiyama. Na maisha tutakayoishi muda mrefu ni maisha ya kaburini. Sio ya hapa duniani. Hapa duniani wewe unaishi miaka 30, 40, 50, 60, 70 umekufa. Kule kaburini tutaishi muda mrefu. Wewe tazama toka kwa Nabiiullah Adam, Nabiiullah Nuhu mpaka hii leo ni karne ngapi zimepita? Achilia mbali huko njoo kuanzia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karne ya 7, leo karne ya 21. Zimepita karne ngapi? Karne 14. Miaka 1400 toka wakati wa Mtume. Yani Mtume yuko kaburini miaka 1400 yuko ardhini hapa. Sasa mimi na wewe tukifa hii leo hapa ardhini tutakaa muda mrefu sana. Umejiandaaje wewe? Mtu asiyekuwa na akili ni yule anayejenga kule anakohama. Hana akili. Ukiwa wewe unajenga kule unakohama, wewe una akili. Kama unayo akili, jenga kule unakohamia. Si tunaambia kaburini sisi ndio mahala ambapo tunatakiwa tujenge. Kwa hiyo maiti anasindikizwa na vitu 3. Ndugu zake wanamsindikiza, mali yake inamsindikiza na amali yake. Lakini mali huwa zinarudi na wale ndugu huwa wanarudi, inabaki ibada aliyoifanya, amali aliyoifanya. Na ndio itakaomsaidia humo kaburini. Sasa kuna ibada kubwa kama kujenga msikiti. Kuna ibada kubwa kama kujenga choo cha msikiti ili watu waswali, udhu unaanzia kule, anajisaidia. Utapata thawabu ngapi wewe mpaka ule msikiti uondoke? Na wale watakaokuja baadaye wataboresha tu. Usingejenga wewe, wao wangepata fursa ya kuboresha. Kwa hiyo utaendelea kupata. Sasa kama unaona pesa yako ni bora, baki nayo. Lakini kama unajua kesho na kesho kutwa utakufa, toa kwa ajili ya Allah. Nipate watu 10
waliojaliwa na Mwenyezi Mungu shilingi 10,000 na mimi nitawafanyia dua ambayo sijapata kuifanya. Kwa hiyo inshallah naomba tulifanye zoezi hili. Hii ni Abu Jadawi Online TV. AJ Online TV. Ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zote za AJ Online TV, usiache kusubscribe na kugusa alama ya kengele iliyopo chini.